Usiku akiwa amelala aliona ndoto, aliona maono. Akaona jitu kubwa kama sanamu kubwa sana. Lile jitu likamtisha. Lilikuwa na kichwa cha dhahabu, lilikuwa na kifua cha fedha, rangi ya fedha, likawa na kiwiliwili na miguu pajani hapa kiuno cha rangi ya shaba, na chini kwenye miguu ikawa ni rangi ya chuma. Nyayo zake zilikuwa zimechanganyikana chuma na udongo kubwa. Wakati huo Nebukadneza ndo alikuwa anatawala dunia nzima, na Yuda, taifa la Mungu, sehemu ya taifa la Israeli, walikuwa wamechukuliwa mateka, wako utumwani uhamishoni. Mfalme alipoota usiku lile sanamu likamtisha, akashtuka katikati ya usiku. Usingizi ukapaa, labda ilikuwa saa 8 usiku. Baadaye akaamka asubuhi, akaitisha waganga, wachawi na wenye hekima wote wa Babeli, akawaambia, nimeota ndoto ambayo moyoni mwangu naambiwa hii ndoto ni halisi. Fanyeni mfanyao, mniambie tafsiri ya hii ndoto. Kama ikitokea kashindwa kusema tafsiri, nitawakata kichwa wote. Wakapaganika, wakaenda mashariki magharibi, wakashindwa kupata tafsiri. Mfalme akamtuma mtu mmoja alikuwa anaitwa Arieko azunguke nchi nzima kwa tangazo kwamba jamani, wenye hekima na wataalamu wote, waganga, kuna mbiu inakuja, mtauawa wote mpaka ipatikane tafsiri ya ndoto ambayo mfalme ameota, mpaka ikamkosesha usingizi. Jambo hili likamfikia Danieli, akamwambia Arieko, tupe muda basi, mbona haraka? Danieli akaenda akawaambia wenzie, jamani, kuna tangazo limekuja, wenye hekima tunawindwa. Wakashikana wakamwomba Mungu, Mungu akampa Danieli ile tafsiri. Kitabu cha Danieli sura ya 2, mimi nimezungumza sehemu ya awali, twende mstari wa 36. Danieli anamtafsiria mfalme. Hii ndiyo ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Sura 37. Wewe mfalme, umfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote, wewe ukichwa kile cha dhahabu. Na baada ya zamani zako
utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote, na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimegawanyika na udongo wa matope. Na kama vidole vya zile nyayo vilivyokuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope, watakichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma tulivyoshikamana na udongo. Mstari wa 44. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunjika falme hizi zote, utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja vunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Baba, ninakushukuru kwa sababu umeniweka hapa asubuhi ya leo ili nizungumze habari za ufalme wako. Asante kwa sababu hakuna mahali umenituma bila kuwa radhi kudhihirisha uwepo wako na nguvu zako. Asante kwa ufalme wako ambao umetembelea nyumba hii. Hakuna mahali ambapo ufalme wako ulienda kukawa kimya. Kila mahali ufalme wako ulifika, ulizishusha falme nyingine, uliziangusha falme nyingine. Asante kwa sababu uko hapa kufanya hivyo ili jina lako liweze kutukuzwa, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa na tafakari siku moja, baada ya kuangalia maisha yetu sisi tuliookoka, tunaoamini. Wangapi waliokoka muda? Kama waliokoka mkono wote wanaokoka. Nikaona niuliza maswali. Kwa nini sisi tumeokoka, lakini watu wengi waliokoka makanisani wanaishi maisha matamu, maisha magumu? Kuna mtu ambaye bundi akilia juu ya nyumba yake tu usiku halali, hamwezi shetani kwa jina la Yesu, hamwezi usiku mzima, ataomba mpaka asubuhi. Bundi tu amelia kwenye nyumba yake, anaona mpaka weusi, hakai siku hii. Nikawa najiuliza maswali kama haya, na siku moja Mungu akaniuliza swali, akaniambia, kama mtu amekuja nyumbani kwako usiku, umeme umekatika, akakupigia akamwambia nakuja kwako, akamwambia umeme umekatika, ni giza saa 8 usije. Akamwambia nakuletea taa, ukamwambia kama unakuja na taa karibu. Akaja, akifika nyumbani kwako ameleta taa, ukamkaribisha akaingia ndani, lakini bado ukaendelea kuona giza. Kuna uwezekano mkubwa alicholeta sio taa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu hakuna mahali ambapo nuru ilishindana na giza, giza likashinda. Kama huyo mtu ameleta taa ndani kwako, tunatarajia akifungulia mlango akiingia nuru ya ngazi. Kwa nini maisha ya watu wengi walioamini yana giza?
Je, walipokea nuru kweli? Hawamepokea kitu kingine? Jina la Bwana libarikiwe. Tikisa jirani yako, muulize ulipokea nuru au kitu kingine? Nikaendelea kujifunza. Mistari niliyosoma inaturudisha nyuma pale tulikoanzia. Nebukadneza aliota ndoto ambayo ilionyesha ya kwamba kuna falme 4 ambazo zingeweza kutawala. Kumbuka Nebukadneza alikuwa ni mfalme wa Babeli. Wakati huo Israeli wamepelekwa utumwani, Israeli Yuda kwa maana hiyo. Wamepelekwa utumwani Babeli. Na kipindi hicho mfalme anatawala dunia. Babeli ndio ulikuwa ufalme unaotawala dunia yote. Mungu anamwambia wewe ni Babeli, una nguvu na maguvu, wewe ndio ile rangi ya dhahabu. Utatawala. Na kumbukumbu zinaonyesha kwamba ufalme wa Babeli ulitawala miaka 650 kabla Yesu hajazaliwa. Baada ya ufalme wa Babeli ulikuja ufalme wa Umedi na Uajemi. Hao wanaoitwa Wamedi, Waajemi unaowasikia hapa, wanaomtetemesha rais mkubwa sana duniani. Ukaja ufalme huu wa Uajemi ambao ni ile rangi ya fedha aliyoona kwenye dhahabu. Ukatawala kama miaka 120, lakini hawakuwa na nguvu kama ule ufalme wa Babeli. Baada ya hapo ulikuja ufalme mwingine wa shaba ambao ni ufalme wa Wagiriki chini ya mfalme anaitwa Alexander the Great. Akatawala miaka 253 hapo. Baada ya hapo ukaja ufalme wa Warumi ambao ni ufalme wa ngapi? Ufalme wa Warumi kwa ufalme wa chuma. Ule ufalme ukatawala kwa mabavu. Yesu anazaliwa wakati ufalme wa Warumi ndio ukatawala. Na kabla Yesu hajazaliwa, akazaliwa mtu anaitwa Yohana Mbatizaji. Akaleta ujumbe akasema, tubuni, unakuja ufalme wa Mungu duniani. Haleluya. Lile jiwe ulioliona limechongwa mlimani si kwa mikono ya wanadamu. Likaja likaipiga ile sanamu. Sanamu ikavunjika vipande ikawa kama vumbi. Ikachukuliwa na upepo, hapo lile jiwe likakuwa likaijaza dunia. Lile jiwe mfalme wa Mungu. Wakati wa mfalme wa 4 kutawala, ndipo jiwe lilipochongwa, ufalme wa Mungu ukaja duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Ni bahati mbaya sana makanisani tuko bize kama vile ufalme wa Mungu haujaja duniani. Na wengi wakisikia ufalme wa Mungu wanajua tutaingia ufalme wa Mungu tukienda mbinguni. Kwa sasa hivi hakuna ufalme wa Mungu duniani. Ndio fundisho lililopo katikati ya makanisa. Ndio fundisho lililopo duniani. Na ndio fundisho linatufanya tuishi maisha ya hai. Jina la Bwana libarikiwe. Fundisho ambalo linatuaminisha kwamba Yesu alikuja kutuokoa, lakini ufalme wake hauko duniani. Tunasubiri ufalme wa Mungu. Tunasubiri arudi tuchukuliwe twende mbinguni. Lakini Nebukadneza alionyeshwa ufalme wa Mungu unakuja kutawala dunia. Na maandiko niliyosoma anaambiwa kwamba ufalme wa Mungu utatawala, ule ufalme utatawala milele. Na wala hatakaa wape wafalme wengine utawala. Jina la Bwana libarikiwe. Nikaenda kupekenyua huu uongo ambao tumetembea nao na tumeuamini umeanzia wapi? Kwa sababu shetani huwa hayupo. Na maanisha shetani nguvu yake ni uongo. Asipokudanganya hawezi kukupoteza. Asipokupotosha hawezi kukupoteza. Kwa kuna elimu ya uongo
Na hiyo elimu inasema hivi. Neno kapeleka kwenye vitabu, wasome vitabu. Unaweza Google sasa hivi. Elimu inasema hivi kwamba ufalme unaotawala sasa hivi ni ufalme wa Ulaya, Marekani na Papa. Na kwa sababu hiyo, baada ya ufalme wa Ulaya, Marekani na Papa, ndipo Yesu atarudi, ndio ataleta ufalme wa Mungu duniani. Kwa hiyo sasa hivi kinachotawala ni Papa, ni Ulaya na Marekani. Lakini kwenye yale maono ya mfalme Nebukadneza hakuona falme tano, aliona falme 4. Kwa hiyo falme nyingine imechomekwa hapo katikati ili kutufanya sisi tupumbazike, tukae tukisubiri ufalme unakuja wakati umeshakuja. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa tupo katikati ya mtanziko wa kusubiri ufalme wa Mungu. Yesu akiwa anaongea na wanafunzi wake kuhusu kusali, akawaambia mnaposali salini, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Haleluya. Kwamba mnaposali mruhusu ufalme wa Mungu uje duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Omba ufalme wa Mungu ingie ndani yako. Ndio maana nikatunga huu wimbo. Ufalme. Nimeshusha uje kwetu leo, mapenzi yako yatimizwe, uje kwetu leo. Ufalme wako uje kwetu leo, mapenzi yako yatimizwe, uje kwetu leo. Kwa ufalme wa Mungu huko duniani sasa hivi. Tikisa jirani yako, waulize ufalme wa Mungu uko ndani yako. Kwa sababu kanisani moja linalotutesa, tunaishi kama vile Mungu hayuko ndani yetu. Na siku moja tulikaa mahali kwenye maombi, mtu mmoja alikuwa na pepo, katika kumwombea pepo akasema, sikilizeni, hapo ndani kuna watu wa Roho Mtakatifu. Kama unajijua una Roho Mtakatifu, uondoke sasa hivi, tutakupitia, hautatusahau. Watu wakaona kama wanaenda choo. Kwa sababu hawaamini kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yao. Pepo anaweza kukutikisa, shetani anaweza kukuhubiri yoyote, akakwambia wewe mbinguni huendi na jehanamu hiyo hapo. Kwa nini? Kwa sababu hausikii kama una ufalme wa Mungu ndani yao. Unaishi unatafuta ufalme wa Mungu, na kuna wengine mko hapa mnasubiri niitishe watu waje kutubu hapa, na mtakuja kutubu. Kwa nini? Kwa sababu hamna ufalme ndani yenu. Wengine wanajiuliza, hivi barabara ikilia leo naenda sehemu, wanakuwa wanaishi na mashaka, na wanajiuliza barabara ikilia naenda sehemu. Hana hakika moyoni, hajui kwamba ana ufalme ndani, anasubiri neema za Mungu. Ndio maana makanisani kitu kikubwa tunachokifanya ni kuomba neema. Kila mara tunakutana, tunashikana mikono, wapendwa, tuombe rehema jamani.
anakuuliza nataka nishuke mara ngapi? Haleluya. Mtaji mkubwa wa shetani ni ujinga. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Tikisa jirani yako, muulize unao ufalme wa Mungu ndani yako. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kuimba. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kuomba. Ufalme wa Mungu ni zaidi ya kufanya vyote hivyo, kwa sababu hata kabla Yesu hajaja duniani, walikuwa wanaomba, walikuwa na ibada zao, walikuwa na taratibu zao, walikuwa na sadaka, kulikuwa na manabii, walikuwa wanafanya huduma, kulikuwa na hekalu, kulikuwa na patakatifu, kulikuwa na mabwana. Kwa kuwa kanisani haimaanishi kwamba umepata ufalme wa Mungu kama hauna ufahamu, kwa sababu ufalme wa Mungu ni ufahamu unaingia ndani yako. Kama ufahamu unaingia ndani yako, hauna huo ufalme, kwa sababu ufalme ukiingia ndani yako ni sawa na nuru imeletwa kwenye giza. Hawezi kuendelea kuona giza ndani kama bado giza linakusumbua, wakati nuru haijaingia. Tikisa jirani yako, muulize nuru unayo. Haleluya. Hakuna mahali ambapo giza lilishinda nuru. Kwanza giza huwa halipo. Giza ni nini? Giza ni kukosekana kwa nuru. Hamna giza. Ukiona giza usilaumu giza, ni kwa sababu nuru haipo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kama kuna giza ndani yako, kama unaishi maisha ya hofu, kama unaamini kwamba Yesu akija leo anaenda mbinguni, nuru bado haijaingia. Hakuna kitu katikati hapo. Hakuna nuru imeingia. Ulichonacho tu na taratibu za kawaida za ibada. Na ndio maana unataka kuendelea kumwomba Mungu, Mungu nikumbuke. Na tunatunga na nyimbo nzuri, Baba nikumbuke, ukifunuliwa nikumbuke. Wewe unataka kukumbuke namna gani? Una nuru. Jina la Bwana libarikiwe. Somo hili ni refu sana. Huwa nalitumia kufundisha semina kwa siku 4-5. Napataje ufalme wa Mungu sasa jamani? Tumishi nataka kweli sina ufalme wa Mungu. Na upataje ufalme wa Mungu? Siku moja katika mahubiri yake Yesu alipokuwa kwenye huduma, akafanya huduma kubwa. Watu wa dini wa nyakati zile wakashuka, akasema jamaa, mbona anahubiri tofauti na tulivyozoea? Mbona anachosema kinaambatana na ishara na miujiza? Kuna nini? Bwana mmoja msomi wa kipindi kile aliyekuwa anajua Torati anafuata Yesu usiku, akamwambia Yesu, hebu naomba niambie siri Bwana. Wewe siri na mtenda kazi wako ni nini? Yesu akamwambia sikiliza. Yohana sura 3 mstari wa kwanza. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Habari za Nikodemo mmezisikia. Na haya maandiko yakini ya kumhesabu ya nilivyosema tu Yohana 3:1 akasema, tunafahamu sana. Nikodemo anataka kujua huu ufalme ambao unaanza duniani na uingiaje. Jina la Bwana libarikiwe. Misali iliyosoma ina mambo makubwa mawili. Inasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona. Pale chini anasema asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Tafsiri za awali za Biblia zinasema asipozaliwa kwa maji, yaani kwa Roho, hawezi kuingia. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa, kuna kuona
la Bwana libarikiwe. Sasa ili uweze kuuona ufalme wa Mungu, anasema lazima uzaliwe mara ya pili. Na hapo ndipo kuna mtihani. Kuzaliwa mara ya pili maana yake ni nini? Tikisa jirani yako muulize, akwambie katika kuzaliwa mara ya pili kufanyaje? Nilikuwa kwenye semina mahali fulani nikauliza kuzaliwa mara ya pili kufanyaje, wakanipa majibu yafuatayo. Mmoja akasema ni kubatizwa kwenye maji. Mwingine akasema ni kufanyaje? Ni kupata kipaimara. Sababu ziko nyingi. Lakini kuzaliwa mara ya pili, ukisikia utatakiwa uzaliwe mara ya pili, maana yake ulishazaliwa mara ya kwanza. Kuna mtu uliwahi kuingia ndani yako. Kuna mtu unaotokana na uzazi wako. Mtu ni ule moyo wa ndani unaoendesha maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kila mtu anao utu ambao umerithi dhambi ya Adamu. Na dhambi ya Adamu ilikuwa ni nini? Nasema Adamu alikuwa tunda. Wangapi wanaamini Adamu alikuwa tunda? Na hapo kuna maneno mengi yanasemekana kwenye tunda la Adamu. Wengine wanasema alizini, wengine wanasema alikuwa matunda. Ukiuliza alifanya nini? Lakini ukisoma maandiko, Biblia inasema hivi, yule Eva alitazama lile tunda akaona linapendeza kwa macho na linafaa kwa maarifa. Kuna tunda leo wanatia maarifa, sasa kuona ili nianze kuyala matunda. Nini? Mapera wanatia maarifa. Maana ni kwamba yule nyoka, tafsiri ya nyoka ni mtu mjanja. Eva alikutana na chanzo kingine cha maarifa. Alikutana na elimu nyingine tofauti na elimu ambayo Mungu alikuwa amewapa. Kwa hiyo nyoka alimshawishi Eva kubadili ufahamu wake. Ndio maana ile tunda lilifaa kwa maarifa. Maana ilionekana linaleta elimu nyingine tofauti na ile elimu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunda waliokuwa Adamu na Eva walipokea fundisho lingine tofauti na fundisho la Mungu. Lile fundisho likatengeneza utu mwingine ndani yao ambao ndio tunaorithi. Kwa kila mtu anayezaliwa anazaliwa na utu ulioasi, utu uliotengenezwa na fundisho lisiyotokana na fundisho la Mungu. Yesu anapoongea na Nikodemo kumwambia lazima uzaliwe mara ya pili, anamwambia hivi, lazima upokee fundisho kutoka mbinguni. Haleluya. Lazima upate fundisho lingine tofauti na ile fundisho la kwanza la Adamu. Lile fundisho likiingia ndani yako litaumba mtu mwingine. Haleluya. Litaumba utu upya. Utu wa zamani ndio upo, lakini litatengeneza utu upya. Jina la Bwana libarikiwe. Na ule utu upya ndio umetoka mbinguni. Ni fundisho kutoka mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu msumari unatokea ulikoingilia. Dhambi iliingia duniani kupitia fundisho, na dhambi inaweza kuondolewa na fundisho. Lazima upokee fundisho lingine la kutoka mbinguni, fundisho ambalo litakutengeneza wewe mpya, uzaliwe upya. Maanake ndani yako uwe na utu mpya uliozaliwa kutoka mbinguni. Na lile fundisho, kwa sababu limetoka mbinguni, lile neno ni sehemu ya Mungu, na neno ni Kristo, na Kristo ni Mungu. Kwa hiyo unakuwa na Mungu ndani yako. Kwa kuna mtoto anazaliwa ambaye ni kipande cha Mungu, anakuwa ndani yako. Unatembea na Mungu. Kwa sababu hiyo unachota katika mbinguni. Ukiongea unatakiwa uongee kama mwana wa Mungu. Ukitembea na Mungu ndani yako, na shetani anajua kwamba una Mungu, wachawi hawana sababu ya kukusumbua, wala hakuna sababu ya hofu, kwa sababu tayari una neno, una Mungu, una Roho, umezaliwa kivingine. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hilo neno ambalo inabidi ulipokee
la mwisho. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Yohana 3:16 ni mwendelezo wa mazungumzo ya Yesu na Nikodemo. Yesu anaonyesha lazima ili mtoto huyu azaliwe ndani yako, lazima kuwe na chanzo. Chanzo lazima kiingie ndani yako, kitengeneze mtu mwingine. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Kama hajasema kwa maana jinsi alitoa mfano wa vile ambavyo Waisraeli wakiwa wanasafiri kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, walifika njiani wakaumwa na nyoka wenye sumu. Walioumwa na nyoka wenye sumu kali wakamlilia Musa. Musa kaenda kwa Mungu akamwambia wafanyaje? Mungu akamwambia tengeneza nyoka wa shaba, mwinue pale juu, anayemtazama hata kama amenyaka na nyoka asiharibike, kwa sababu ile nyoka ilikuwa kila wakati wanaanza kuoza, anaoza mguu unapanda mpaka anakufa. Walikuwa wanaharibika kwa kung'atwa na nyoka. Kwa hiyo Yesu akasema kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, kila aliyemtazama akaacha kuharibika. Baada ya hilo neno akasema kwa maana hii, kwa jinsi ile ambayo nyoka aliinuliwa jangwani, ndivyo ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu. Haleluya. Kumpenda mtu ni kufanyaje? Tikisa jirani yako muulize, kumpenda mtu ni kufanyaje? Ningekuwa darasani, ningekuwa na slides zangu pale, tungeenda taratibu, tungeelewana. Ukisikia Mungu alikupenda, wewe unaelewa nini? Mwanafunzi mmoja alipata jibu la karibu, alisaidie hata kama kwenye sio darasa. Mungu alikupenda wewe, mwalimu wako unaelewa nini? Niwasaidie jibu. Jina tamanyana Max. Mwalimu. Haleluya. Tikisa jirani yako mwambie unasaidiwa jibu. Kumpenda mtu ni kumkubali wakati kwa vigezo vyako hakubaliki. Kumpenda mtu ni kumkubali wakati kwa standards zako, kwa vigezo vyako hakubaliki. Mfano, mimi nikipiga tu perfume wangu vizuri, kali kanikubatia ndani wao, hapo hujanipenda. Ni tu perfume wangu nakuvuta, sio upendo. Lakini nilipaka mavi, ukalipa nikubatia, hapo umenipenda. Sasa upendo ni mahali penye upungufu. Hapo kuna upungufu, hakuna upendo. Kwa ndoa aliyo ukisikia mpende mke wako mahali kwa standards zako anakwaya, lakini unakubali vile vile alivyo. Ndio maana kumpenda mtu, kumkubali mtu wakati hakubaliki. Haleluya. Biblia inaposema Mungu alimpenda ulimwengu, maana yake Mungu alitukubali. Haleluya. Tikisa jirani yako mwambie umekubalika. Sasa hapa ndipo kunakuwa shida kwenye fundisho, kwa sababu wakati mwingine hata tunapoenda kuhubiri unawaambia wachawi, enyi wazinzi acheni dhambi, njoni kwa Yesu. Walevi waache dhambi, mje kwa Yesu. Hata umbea mje kwa Yesu. Unawaambia watu waache kwanza ndio waje, wakati Mungu amewakubali vile walivyo. Unaleta sheria hapa. Mungu aliupenda ulimwengu, maana Mungu alikubali. Sasa kisema mtu anasema kwa hiyo unamaanisha sasa watu endelee kuzini, sio? Unamaanisha watu endelee kunywa pombe. Nikikukaribisha nyumbani kwangu, ulikuwa unaishi kwenye mtaro pale, mwili mzima umejaa upele, hauli na uchafu na nuka. Nikamwambia njoo nyumbani kwangu. Hapa kwangu utakula bure, utalala bure, utaishi bure, lakini marufuku kurudi baada ya saa 12.
kuhesabia uzima. Kwa nini? Utaangalia jamaa alikuwa ni toro Mungu wangu. Utaangalia kichwa chako unavaa nguo inaviraka na tochi huko. Unashinda bila kula una upele. Kwanza wewe utakikoa utasema utajitahidi usimuumiza. Alikuwa ni toro. Kwa upendo fulani utachukua ndani yako. Utaona kuna upendo fulani utaingia ndani yako, utatamani ukae mbinguni hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Yesu anasema Mungu alikupenda kama ulivyo. Maana yake Mungu amekubali. Lakini mara nyingi tunasema tumeokolewa kwa neema, tumeokolewa bure, wokovu ni bure, hakuna. Neno hapo linasema baada ya kutupenda akamtoa mwanawe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini alimtoa mwanawe? Kwa sababu dawa ya dhambi sio toba. Dhambi sio toba. Bali ukiwa na kesi mahakamani, ukaanza kumwambia hakimu, mimi ile bwana nilimuua kabisa. Anataka kuhukumu. Anasema niliiba kabisa. Una kesi mahakamani, unamwambia mimi hakimu, kwa kweli mimi pale kweli nilipiga. Unakuwa unaisishia kwa kesi, lakini lazima kufunga. Dawa ya dhambi sio kutubu. Mungu unajua mimi ni dhambi kuliko wengine wote. Bado dhambi kadai haki yake. Haki ya dhambi ni mauti. Hakuna kusamehewa. Dhambi dawa yake ni mauti. Alimtoa Yesu ili afe badala. Haleluya. Sio kwamba alikupenda tu kiolela. Alikupenda akalipa gharama ya dhambi zako, kwa sababu dawa ya dhambi sio toba. Dawa ya dhambi ni mauti. Ukifanya dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Lazima mauti upokee. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima mtoe Yesu ili alipie ile mauti. Kwa sababu aliposema nimewapenda wote. Dhambi, mauti kamwambia, unawapendaje? Na baadaye ni wenye dhambi. Unawapenda. Nataka changu. Nipe changu. Umewapenda mimi sijui. Mimi nataka changu. Kibali. Mungu anasema wewe nitajitoa. Nitakufa. Haleluya. Amekufa badala yetu ili tuweze kuhesabiwa haki. Na ile haki tunaipata katika Kristo Yesu. Haki iliyotokana na matendo, haki iliyotokana na kuacha ulevi, haki iliyotokana na kuacha zinaa, haki iliyotokana na kuacha uongo. Haki inakuja kama zawadi kutoka kwa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amekwisha kulipa gharama. Na Biblia inasema ili kila mtu amwaminie asife. Biblia ya Kiswahili imechakachua, itunze kusoma tafsiri nyingine nyingi za Biblia. Ya Kiingereza nasema so that whoever believes in him should not perish. Watamu Kiingereza wanaambia perish ni kupotea. Hapana. Perish ni kuharibika. Kama vile ambavyo watu walikuwa wanaona yule nyoka, walikuwa wanaona yule nyoka akapachwa ile kwa shamba. Wale wakiumwa na mwili anaanza kuharibika. Anasema ili kila mtu amwamini Yesu asiharibike. Haleluya. Si asipotee. Ndio apotea tumbi tafsiri sana ile mfashion walikosa maneno, walikosa msamiati. Bali awe na uzima wa milele. Hapo ndipo utaishia leo. Nimekuja kukutia moyo mpendwa. Kama unapokea Yesu, unao uzima wa milele. Haleluya. Hivi unajua maana uzima wa milele?
Unajua maana uzima wa milele. Lakini leo tunasema na kurudia ni kama haina maana. Unajua maana uzima wa milele? Au uzima usiokoma. Haleluya! Una uzima wa milele. Maana yake ndani yako umebeba kutokuharibika. Jina la Bwana libarikiwe. Maana you are there to stay. Haleluya. Maana yake umebeba kutokuharibika. Wewe upo tu leo na yeyote upo ndani yako hamna uharibifu. Wasiomwamini pale mbele anasema amwaminie hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Si anasubiri hukumu ya Mungu. Sio vizuri. Hayo anasema siyemwamini taenda moto. Kwenye ile andiko Yesu anapomfundisha Nikodemo anasema asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Unafahamu kwamba watu wasioamini wanakufa. Unaelewa kwamba mtu ambaye hajaamini Kristo ni marehemu. Hapo baada tutakutana na marehemu. Kwa sababu baada ya Adamu kufanya dhambi, ule utu wa Mungu ukaondoka ndani yake. Maana roho yake ikafa. Ikazaliwa roho nyingine iliyopokea fundisho la uongo ndio ikaanza kutembea ndani yake. Lakini roho yake ikafa. Roho yake ilipokufa, aliendelea kutembea na mwili huu. Lakini roho imekufa. Umetembea, umefika sehemu mwili nao umechoka, umebebwa na roho isiyokuwa na uzima, mwili nao umekufa. Watu ambao wanaamini Yesu ni marehemu, wamekwisha kufa. Ndio maana Paulo anaandika anasema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Kwa sababu wote wasioamini Yesu ni marehemu, wamekwisha kuhukumiwa. Hukumu ya Mungu maana yake mioyo yao na nafsi zao zimekwisha kufa. Unapomwamini Kristo unapewa uzima wa Kristo, sio uzima wako tena. Ndio maana unaitwa uzima wa milele. Maana yake ni kwamba ule uzima unao tu, hakuna namna yoyote ambayo unaweza ukapotea. Ni uzima wa milele. Amen. Swali. Kwa hiyo unamaanisha nilipokea uzima wa milele, nikafanya dhambi, inakuwaje? Haleluya. Nataka niulize hilo swali. Tuseme niko nauliza hilo swali. Nimeanguka leo. Nimepata uzima wa milele kama unavyosema mtumishi. Lakini nimetembea kidogo hivi. Nimeteleza kaka. Vipi? Nafanyaje sasa? Wangapi wanajiuliza hilo swali? Sifa ya kujiuliza hilo swali. Liko kwenye mioyo. Mpaka sasa naambia. Mpaka singapi? Ya tati. Lakini hata niseme hili kwa mara ya mwisho. Ningine mdango unapoelekea mwisho. Mti wa mlimao kama upendi machungwa yake ya mlimao unafanyaje? Unalaani yale matunda. Ukialaani matunda msimu wa malimao ukifika, matunda yanakuja malimao tena. Utatungana wewe mti wa ovyo. Unaweza kuyachuma au kuyatoa. Lakini msimu wa malimao ukifika, kama utaki malimao unafanyaje? Unatafuta nini? Mti wa mchungwa. Unafanya grafting. Na kabisa ndio grafting. Unaubadilisha ule mlimao unakuwa mchungwa. Kama mtu anaamini Kristo lakini bado anaendelea kufanya hivyo mnavyoviita dhambi, japokuwa Paulo anaita matendo ya mwili katika Galatia. Kama mtu ameamini Kristo lakini bado na matendo ya mwili, ni ishara ya kwamba utu wa kale bado una nguvu ndani yake. Kwa anaweza kama na utu mpya. Mahali kwa afucha nikachora picha ya libaba mtu mzima yuko ndani na mtoto anazaliwa. Yule mtu mzima ni mtu wa kale. Unajua uchocho wote, unaongoza kufanya dhambi zote.
Alafu nataka amezaliwa mtoto mwingine kutoka mbinguni. Huyu mtoto aliyezaliwa kutoka mbinguni anaitwa mbingu ndani yako. Ndio ufalme wa Mungu ndani yako. Ndio maana unatakiwa kuomba kila siku, Mungu naomba ufalme wako ujimake, naomba huyu mtoto aliyezaliwa kuwe, ili achukue nafasi ya huyu jamani kubwa. Akue. Ndio maana Yesu akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Tafuteni pekee ufalme wa Mungu. Fanyeni bidii huyu mtoto akue aongezeke, ili achukue nafasi ya yule mtu wa kale. Lakini kama mtu ameamini, hana mafundisho, hana namna ya kula na kumlisha mtoto, bado matendo ya mwili yataendelea kuonekana. Ndio maana makanisani kuna zinaa, ndio maana makanisani kuna uongo, ndio maana makanisani kuna wachawi. Mtu wa kale bado unatawala. Ni kweli mtoto amezaliwa, lakini hawana chakula. Yesu akawafundisha wanafunzi wake, mnaposali salini hivi, ombeni utupe leo mkate wa kila siku. Tunadhani aliomba tuombe ugali na spinachi. Hapana, alimaanisha mkate ni neno la Mungu. Kwa kila siku lazima umlishe yule mtoto, lazima ale kila siku, akue mpaka ameze yule mtu wa kale, ili sasa tuseme mbingu iko ndani yako. Maana mtoto atakuwa anakula mbinguni. Kwa hiyo mbingu iko ndani yako, unatembea na mbingu ndani yako. Utafika mahali unakuwa na ujasiri kama Yesu alivyosema, aliyeniona mimi amemwona Baba, kwa sababu ndani yake amejaa na neno la Mungu, ndani yake imejaa mbingu. Akiongea anachoka kutoka mbinguni, na ndio kusudi la Yesu duniani. Alikuja kutengeneza na Yesu wengine, alitaka anapoacha dunia awaache Yesu duniani. Wewe unatakiwa uwe Yesu. Ukitembea unakuwa kama Yesu, ukiongea unakuwa kama Yesu, ukienda mahali unakuwa kama Yesu. Ukifika mahali penye mapepo yanasema una nini na sisi, na umekuja kufanya nini? Kwa sababu yule mtoto aliyeko ndani yako umemlisha kila leo, amekuwa, na kwa sababu hiyo umeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Mbingu iko ndani yako, umeshikamana na Kristo, una ujasiri wa kusema kama Yesu, aliyeniona mimi amemwona Baba. Maana utakuwa na Baba ndani yako, unatembea na Mungu. Wachawi wakikuona wanasema una nini na sisi, kwa sababu umebeba mbingu. Hauogopi tena, hautishi tena na yeyote. Unaishi huko mbinguni, lakini huko duniani ndipo tunaposema ufalme wako uje. Maana yake mbingu ipatikane duniani. Hakuna mwekezaji aliyepata hasara kama Mungu. Miaka 2000 tangu ameanzisha ufalme wake duniani, tuna watoto wa ovyo wako bize, wanatafuta vitu vya ovyo, wanatafuta vitu vya duniani. Mwenye nyumba moja tuna nyumba mbili, mwenye gari moja tuna gari mbili, mwenye nguo tano anataka makabati manne ya tena nguo. Yesu akasema hivyo mnavyotafuta, hata watu wa dunia wanatafuta, havitafuti hivyo. Ni vya kawaida sana, vimewekewa kanuni ya kibinadamu, hata wasioamini wanahangaikia. Ninyi tafuteni pekee, tafuteni kumlisha yule mtoto, tafuteni yule mtoto akue, aongezeke, ili mbingu iwe duniani. Baba anatafuta watoto. Ndio maana aliomwamini Yesu anaitwa wana wa Mungu, hawaitwi watumishi wa Mungu. Wanataka kutumisha mtumishi, ukiita mtumishi nasema go away, sio mtumishi, ni wana. Sio mtumishi. Mimi ni sasa mtumishi, mimi ni mwana. Huo ukweli ulipoingia ndani yangu kwamba nimekombolewa, nina uzima wa milele, kuna amani iliingia ndani ambayo haikuwahi kuwa ndani yangu. Ndio ile Yesu anasema amani yangu nawapa, si kama ulimwengu wao. Yaani amani ya kujua nimependwa nikiwa mwenye dhambi, na nimekubalika na Mungu, na nina uzima wa milele, na kazi yangu ni moja, ni kujifunza neno ili huyu mtoto akue awe mkubwa. Nilivyojua tu hilo, nikaanza harakati za kutafuta Mungu kila siku.
lakini unatakiwa ujifunze kusoma Biblia. Wanaosoma Biblia ni wengi. Kuna mahali ni wewe kusoma Biblia sio neno la Mungu wakati kupiga mawe. Kuja mambo ya kupiga. Biblia ni mkusanyiko wa maandiko matakatifu yaliyobeba neno la Mungu. Lazima kuwe na tafsiri sahihi la yale maandiko, ndio unapata neno. Sasa usimeze mistari. Unaweza ukameza mistari lakini bado kama una neno. Sasa Biblia ina kanuni yake ya kusoma na kujifunza. Kwa mfano, moja ya kosa ambalo tunalikosa na kusoma Biblia. Usomaji wa Biblia. Usomaji wa Biblia uko wa aina mbili. Kuna aina ambayo Kiingereza wanaita deductive Bible study na nyingine inaitwa inductive Bible study. Deductive ambayo tunatumia wengi ni ile ambayo kuna vitu tunavifahamu, umefundishwa, wewe ni uongo ni vya kweli. Unaingia kwenye Biblia kutafuta mistari ya kubaka kile ambacho ulifundishwa, na mistari utaipata. Na wengi tunasoma deductively. Kuna vitu tumefundishwa, hatuwezi hata kujihoji, tumebebana navyo hivyo. Unatafuta mistari kwenye Biblia. Mimi nimefanya Bible lesson, wewe kusoma Bible lesson. Kuna mtandao unaitwa Bible lesson. Nimesoma Biblia mara 3 kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Bible lesson. Unakimbia Biblia unazunguka yote. Wengi tunasoma deductively. Unaona mistari ambayo umeichukua kubaka kile ulichoaminishwa. Hata kama kilikuwa sio sahihi sana, lakini unamstari. Inductive Bible study unaiacha Biblia iongee. Na ili ufanye inductive Bible study, mambo kwa matatu. Jambo la kwanza, unatakiwa usome mstari, usome message, ujumbe wote kwa ujumla. Na unatakiwa ujue hivi, kwanza Biblia ilipoandikwa haikuwa na sura, si ndio? Haikuwa na hizo sura. Kwa hiyo unapokuwa unasoma inductive, wakati mwingine unatakiwa ujue hadithi yote mpaka mwisho. Wakati mwingine hadithi moja inachukua sura 3 au 4. Kwa mfano Mathayo sura ya 5 mpaka mstari wa sura ya 7 ni habari ya Yesu alipoanza kuhubiri. Ni mahubiri moja lakini yamegawanywa sura 3. Ili uweze kuelewa vizuri lazima usome ujumbe wote mpaka mwisho. Alafu rudi uanze kuangalia kila paragraph. Hapa ilikuwa inamaanisha nini? Biblia iongee na wewe. Mwandishi wa Biblia aongee na wewe. Sio wewe unaongelesha Biblia, yeye ndio ikuongelesha kwamba hapa alikuwa anamaanisha hivi, hapa hivi. Na mtu ukisoma kwa mfano Injili ni story, unaifuatilia story mpaka mwisho, unajua kisha Yesu akavuka kaenda ngambo nyingine. Alipofika pale akakutana na watu, wakakaa na nini. Ukikaa bado unakumbuka na hapa kwa kuna namna kujifunza Biblia. Na huyu mtoto aliyezaliwa ndani yako hakui, chakula chake sio mchele wa Kera, wala ugali wa kwetu Kigoma, hakuna, sio hata ndizi. Mtoto anakuzwa na neno kutoka mbinguni, na neno ndio Yesu mwenyewe, na neno ni roho, na roho akiingia ndani yako maisha yako yatakuwa kibiki. Jina la Bwana libarikiwe. Nitaka kujificha kuongea huu ujumbe, kwa maana tunahisi kumwambia kama anakuja. Lakini ujumbe ambao mtabuka, Baba ananiambia kwamba amewekeza duniani miaka zaidi ya 2000. Aliwekeza mtoto wake mmoja, anatarajia mpaka sasa na watoto wengi. Yesu akasema aniaminie mimi kazi nizifanyazo. Na ile Yohana 14 mstari wa kwanza anasema msifadhaike mioyoni mwenu, maana Mungu niaminie na mimi. Nyumbani mwa Baba na makao. Bila andiko tunalisoma juu chini wakati mwingine. Tunadhani nyumbani mwa Baba ni mbinguni. Baba anajitambulisha kama Baba.
maana ana familia, sio? Ndani ya familia baba kuna nafasi. Kiingereza anasema in my father's home there are many habitations. In my father's home there are many mansions. Kuna nafasi za kutosha. Naenda kuangalia. Yesu anaongea hivi kabla hajaenda msalabani. Kwamba ninaenda msalabani kufa ili niwape haki ya kupata nafasi kwenye nyumba ya Baba. Paulo anasema mmeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho. Na ile nafasi, mimi na nafasi kwenye nyumba ya Baba. Mimi ni mwana na mimi nitakuja kuwa wana. Baba atakuwa mmoja, tutakuwa na haki sawa. Sisi huo mstari tunasema tunaenda mbinguni. Wewe tunaketishwa na yeye mbinguni, sio kuhama kutoka hapa kwenda mbinguni. Anamaanisha kwa maana ya haki, tuko kwenye nyumba ya Baba. Na ukisoma ile sura mpaka chini, anaulizwa, kwa hiyo unasema unaenda kwa Baba. Mama, kwanza tuonyeshe kwanza njia. Yesu akasema, jamani, njia ni mimi mwenyewe. Ukiwa na mimi, ukiwa ndani yangu, wewe unakumefika kwa Baba. Wanaanza tuonyeshe Baba. Sasa, je, vipi? Aliona mimi, anaona Baba. Kwa mimi na Baba tu mmoja. Ila ukisoma hiyo Yohana 14 yote pale chini ina utafa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Baba anasikitika kwamba miaka 2000 hana watoto. Na watu wananiambia tu. Wako wamejazana na kanisani kwenye nyumba za ibada wanaambia Mungu tukumbuke. Nisaidie na mimi. Nasema jamani, ninasema watoto wanapanga hawa. Hawakui. Hawezi kusimama Mungu akajivunia na watoto. Yesu alikuwa akienda mambo hii. Watu wanajua kuna mwana wa Mungu yupo. Mapepo yanajua kuna mwana wa Mungu. Maana anatembea na mbingu kialiko yeye. Sisi tuko duniani. Mungu anaangalia anasema, nina bahati mbaya. Nimewekeza watoto hawakui. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wamejifunza kitu? Wangapi nimewachanganya? Namba yangu 0713935269. Kama kuna mahali nadhani hujaelewa, umechanganyikiwa, niulize. 0713935269. Nilichotumwa kitu kimoja, ukuu wewe mwana wa Mungu. Wacha kujalia Mungu akikutazama ajivunie wewe. Wache kukaa kama vile hujakombolewa. Unajalia unaombaomba vitu ambavyo ulishapewa. Na Yesu akasema, mtakalo lifunga duniani limefungwa mbinguni. Kusema tafsiri nzuri za Biblia zinasema hivi, mtakalo lifunga duniani. Basi katafuta tafsiri inaitwa The Passion Translation, TPT. Inasema mtakalo lifunga duniani litakuwa limekwisha kufungwa mbinguni. Maana yake hukurupuki. Umeunganishwa na mbingu. Unasoma leo mbinguni. Unapozungumza hapa linaanzia kule. Hakuna muujiza Yesu alifanya kabla hajafika mbinguni. Ndio maana alikuwa anakaa anamwambia tuvuke kwenda ng'ambo. Jizo shafanyika naye na mjini alichokiona mbinguni. Wewe unatusumbua. Kuna jamaa kufa rafiki yako unaenda pale rufaa unasema haziki afufuke kwa jina la Yesu. Ndio maana mbinguni wewe umeunganishwa na mbingu, unamuona kufufuka mbinguni. Sasa kabla hajafika mbinguni duniani ufufui Mungu. Mungu awabariki. Shalom shalom.